Naam, msio wa mafahamu Dumak. Tunaanza picha yetu kama tunavyotazama. Tunapata bibi na bwanake wametoka tu matembezi hapa na pale, wametoka kununua vitu kadhaa kutoka duka. Walishangaa, kwani nyumba imechakaa aje? Akaamua kumuita mtoto wake, Beauty. Mam, karibuni. Kwani nini kinaendelea hapa? Mam, karibu. Nini kinaendelea hapa? Mama kauliza, nini kinaendelea hapa? Msichana akasema aje, niwe sawa, nilikuwa nafaa kuambia maid afagie. Mama akasema hapana, wewe ndio unafaa kufagia, ndio umechafua. Dada akatusimama aje, mama nakwambia wakati mwingi wewe ni chizi. Mi chizi? Bwana akasema tulia, punguza jaziba. Baba, si nilikwambia mama ni ako chizi kila wakati. Kani mama akasema umesikia? Baba akasema huyu ni mtoto tu, hapana, acha kumdekeza sana, huyu si mtoto, ako na miaka 16. Baba akasema basi dada, fagia tu hapa. Acha kumdekeza mtoto huyu, acha kudekeza, atakuja kukuponza siku moja. Sawa, mimi nimeenda. Mama akaenda. Basi mtoto akabaki na babake. Baba anampenda kichizi kweli mtoto wake. Akamwambia baba akauliza mtoto, mbona umefanya hichi na mama hapendi? Mtoto akasema, unajua niliambia dada kazi afanya, lakini anapenda mama anavyonigombeza. Sawa basi, baba akakubali hiyo. Baba akamuuliza mtoto, siku iendeleaje? Siku iendelee vizuri baba, nimekula popcorns, nimewatch, siku yangu iko sawa tu. Baba mzee anapenda mtoto wake kinyama. Sasa hapa tunamkuta dada ambaye ni Beauty. Alikuwa tu amekaa tu, ametulia nochi zake, maninini, anaenjoy tu TV. Movie kumebamba kwa kweli, anacheka. Beauty hana wasiwasi kwamba kesho ni shule, anafaa aende. Mamake alikuja, alishangaa, kwani Beauty mbona mpaka saa hii bado ana watch mpaka saa hii? Alikuja akasimama kidogo, akauliza Beauty, unajua saa hii ni saa 4 unafaa ulale? Beauty naye mbisha akasema hapana mama, hapana, sisikii kulala. Mama akasema zima TV, nimesema zima. Beauty ni mbisha, amebisha. Mama akasema zima TV, unafaa ulale, unajua sasa hivi kesho ni shule, unafeli kwenye mtihani. Unatuletea marks mabaya hapa. Beauty akasema, mama akamgombanisha. Beauty anadharau, cheki anavyoona mama yake tu, anadharau kwa kweli. Mama niko break, napumzika tu. Mama akasema hapana, sasa unafaa ujisomee vipindi ulivyoanguka ili ujiboost. Unajua sometimes unafaa usome. Beauty anadharau kweli. Akakaa mdomo yake chini, akazima TV, akaamka tu akaenda zake kwenye room yake. Beauty anadharau kwa kweli. Mama alibaki na mshangao, akishangaa, kwani huyu binti mimi nilimzaa ama tulimnunua? Mama akapanga vitu vyake nini. Naam, asubuhi yake mama Beauty anaamka kumuonya mfanyakazi, sitaki kumuona Beauty akiochi. Mama Beauty akasema hapana, unajua usikazie mtoto hivyo. Beauty akasema unajua nimekushangaza sana, unamdekeza mtoto mpaka saa hii, unajua mpaka ananijibu anavyotaka na hutaki kusema chochote. Unajua Beauty namfanya mpaka anakuwa mbaya. Beauty akasema kwa kama wazazi wengine. Beauty akasema hapana, unajua nimesababisha mpaka Beauty anajibu anavyotaka. Eti niko kama wazazi wengine? Hapana, usinianze tafadhali, usinianze. Sawa, na wewe nikuje nikupate umwacha Beauty na nitakufuta kazi. Nadhani umenisikia. Ndio, nadhani umenisikia. Sasa akaamua kwenda zao hapa na pale, shughuli ya kupiga yao, wakaondoka tu. Mfanyakazi akabaki akiwa anashangaa, kwani mimi nakosa gani? Akaamua kuchukua remote aifiche ili asije akapoteza kazi. Beauty alivyokuja akatafuta remote, akarikosa. Akatafuta, akarikosa.
Akamuita Grace, Grace. Kwani simeka remote hapa? Grace, simeka remote hapa. Remote liko wapi? Muita Grace, Grace hakuja. Grace, remote nimeweka liko wapi hapa? Liko wapi? Grace akasema nimeficha. Umeficha? Excuse me, nipe remote. Tukutane episode 2. Asante kwa kuwatch.